Ninawasalimia katika jina la Yesu. Jioni ya leo nimeokoka. Yesu ni Bwana. Amenisimamisha na ameniokoa. Ninamshukuru kwa sababu ya neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Na jioni ya leo nataka nikwambie kwamba don't be ashamed for being different. Usikuwe na aibu kwa sababu ya kuwa mtu wa kipekee ambaye umesimamia Mungu wakati kama huu. Kuna changamoto nyingi, kuna mambo mazito, kuna mambo ambayo ni makubwa na yanaleta uchungu na yanaleta kilio kwa watu wengi. Don't be ashamed. Don't be ashamed of being different, because it is a different person who will be able to overcome this situation in the name of Jesus. Na kabla niingie kwa neno niwaambie kwamba watu wa Mungu, ili janga ambalo tumekuwa tukilipitia kwa muda mrefu, I can assure you it's just for a short time. Hii mambo ikwisha katika jina la Yesu. And I can tell you for sure that God has given us victory over this thing. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa hivyo I am proud to be a son of the Most High God. Ni kwa sababu isipokuwa ni Mungu, haya mambo hatungewezana nayo. Hatungewezana nayo jamani. Mungu wetu ametusikia. Mungu wetu tumemuita, amejibu maombi yetu, tumemlilia na ameshuka kweli kufuta machozi ya wengi katika jina la Yesu. Na kwa hivyo nataka nikutie moyo na nikuambie kwamba usife moyo, maana yule aliyeanza kazi njema ndani yako ako pamoja na wewe mpaka mwisho wa dahari kwa utukufu wa jina la Kristo. Jioni ya leo ninataka tuangalie ujumbe mfupi ambao nimeupea kichwa hatari ya kulala kiroho, ama dangers of spiritual sleep. Na wakati ambapo ninaongea kuhusu kulala kiroho, ninataka nikwambie kwamba kama vile ambavyo kuna kulala kwa kawaida, mwili huu unapumzika. Na tunasema ya kwamba hata masaa imefika ya kulala, mwili huu unakuwa haujisikii, unakuwa katika ile hali ya kuwa sasa uko katika pumziko yake. Hivyo watu wa Mungu, ndivyo kulivyo na kitu ambacho kinaitwa spiritual sleep. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa jioni ya leo, wakati ambapo ninaongea kuhusu spiritual sleep, ninataka nikuambia kwamba kuna hatari. Maana yake mtu wa kiroho sio kama mtu ambaye ametengenezwa na nyama hizi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba sisi ambao tuliokoka tumezaliwa, lakini hatujazaliwa kwa njia ya kimwanadamu. Hatujazaliwa na damu ya kawaida, hatujazaliwa na mwili ya kawaida, but we are born of God. And whatever is born of God, because God is spirit, is spirit. Amen. Na spirit yoyote hawezi hailali. Na kwa hivyo wakati ambapo mtu wa Mungu unajipata ya kwamba spiritually umeanza kuingia katika kulala, lazima uelewe ya kwamba kuna hatari ambao umeanza kuingia ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Because the spirit being does not sleep. Na ndio maana kwa wakati ambapo unalala, unasikia ya kwamba wakati mwingine umepelekwa mahali, umepelekwa katika pati fulani, umepelekwa katika kufundishwa mambo ya kiroho na Bwana. Spirit yako inaendaka, inatembea, inakuletea habari, inakuambia mambo yaliyo katika siri, inakuambia mambo ambayo yatakuja kufanyika, inakuambia mambo ambayo yanafanyika, because the spirit person is not meant to sleep. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa hivyo jioni ya leo watu wa Mungu, na ninataka tuangalie neno la Bwana katika Wathesalonika wa kwanza, ama First Thessalonians chapter 5. Na nitasoma pale mstari wa ngapi? Mstari wa 6. Na ninaamini ya kwamba tutabarikiwa. Kwa hivyo kama uko na Biblia yako, unaweza kufungua mahali pale, First Thessalonians chapter 5 and verses 6. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa wale ambao wameingia kwa mara ya kwanza, karibuni CFF Utawala. Na ninaamini ya kwamba Bwana atawabariki. Naitwa Pastor Ben, na ninawaletea hili neno nikiwa nimeongozwa na Roho wa Bwana. Biblia inasema ya kwamba basi tusilale usingizi kama wengine, bali tukeshe na kuwa na kiasi. Huo mstari mmoja umetosha tuweze kujifundisha neno la Bwana jioni ya leo. Imetangulia kutuambia basi tusilale usingizi kama wengine. Amen. Na hii Bible wakati ambapo inaongea kuhusu usingizi mahali hapa watu wa Mungu, nataka nikuambia kwamba haiongei kuhusu wakati ambapo kama sasa hivi imebaki masaa machache watu walale. Inaongea kuhusu kulala kiroho, ama spiritual sleep. It is not physical, because physically we have to sleep. Lazima tulale kwa sababu mwili inachoka. Lazima tupumzike kwa sababu mwili umetengenezwa na Mungu katika hali ya kupumzika usiku ikifika.
Hakuna responsibility tuko naye, hakuna kazi ambayo tunafanya usiku. Na kwa hivyo hapa Biblia haiongei kuhusu kulala kwa kawaida. Hii ambao tunalala tunafuga macho, tunakuwa hatujisikii. Hapana, inaongea kuhusu kulala kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio Paulo anaongea akisema kwamba basi tusilale usingizi kama wengine. Kama wengine akina nani? Basi ni kusema kuna watu ambao inafaa walale. Ndio maana tunapewa contrast ya watu wengine, ama tunaambiwa tusilale kama watu wengine. Kama hakuna watu wengine, basi hakungekuwa na haja ya kutuambia tusilale kama wengine. Lakini anatuambia tusilale kama watu wengine kwa sababu kuna watu ambao walikuwa tayari wamelala. Walikuwa hawajui Mungu, walikuwa hawaelewi mambo ya Mungu, hawazingatii mambo ya Mungu spiritually. They are asleep. Praise the name of the living God. Na kwa hivyo anatuseparate watu ambao tuko katika ufalme wa Bwana na wale ambao hawako katika ufalme wa Bwana. Praise the name of the living God. Na anatuambia kwamba tusilale kama usingizi kama wengine, bali tukeshe. Be awake. Bwana Yesu asifiwe. I want to concentrate much na mambo ya kulala kwa sababu kuna hatari kubwa watu wa Mungu, especially a time like now when the gathering of the saints haifanyiki. Kuna hatari ya kwamba kuna watu wengi watalala. Na wakati ambapo Biblia inasema kwamba wakati ambapo watu walilala, shetani naye aliamka akapanda magugu. Hiyo ni kusema wakati ambapo watu wanalala, shetani hakuwa amelala. Na kama shetani halali, hata sisi watu wa Mungu haifai tulale. Maana yake tukilala kuna mambo ambayo tutapata ambayo si ya kiungu na hayalingani na kiungu. Maana yake shetani hawezi leta uungu ndani Yesu na ashindwe katika jina la Yesu. Praise the name of the living God. Biblia inatuambia kwamba kuna mtu mmoja katika Bible anaitwa Eutychus in the book of Acts chapter 20 na pale mstari wa 9. Biblia inasema kwamba wakati ambapo Paul alikuwa anafanya mkutano, inaweza kuwa ilikuwa conference ama mahubiri kama hii ambayo ninakuletea jioni ya leo. Biblia inasema kwamba wakati ambapo Paul alikuwa anahubiri, kuna huyu jamaa anaitwa Eutychus. Na Eutychus alikuwa ameketi kwa dirisha. Unajua hiyo hapa. Na Biblia inatuambia vizuri ya kwamba ilifika wakati akalala. Na wakati alilala, Biblia inasema vizuri ya kwamba alianguka, akaoka chini, akakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sasa kuna hatari sana. Maana huyu jamaa hakuwa amelala kwake. Hakuwa kwa kitanda yake ya 6x6 ama 2.5x4. Hapana, hakukuwa hapo. Alikuwa katika mkutano ambao ni wa Mungu. Na kwa hivyo hapa tunaonyeshwa mambo ya kiungu yalikuwa yanaendelea na Eutychus akalala. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaomba ya kwamba spirit ya Eutychus isikue pati ya maisha yako katika jina la Yesu. Na kwa hivyo sasa nataka niingie katika point number 1 ya spiritual sleep, hatari ya kulala kidogo. Na pamoja ninataka nikuelezea kwamba you become spiritually insensitive. Hiyo ni kusema nini? Your feelings ya mambo ya kiungu yanaanza kuondoka. Kama ulikuwa unasikia sauti ya Mungu ama ulikuwa unaota ndoto ambazo ziko na uhai, unapata ya kwamba imeanza kwenda. Unasoma neno la Mungu mpaka unasikia kabisa kuna sauti inatoka kwa neno inaingia ndani ya moyo wako. Wakati ambapo umekuwa spiritually insensitive, you can no more feel things of the spirit. In other words, wakati ambapo umekuwa spiritually insensitive, it's like now if when God is speaking to you, hauwezi ukaelewa, hauwezi ukashika tena mambo ya Mungu, hauwezi ukafeel ile the fear of the Lord, haiwezi kuwa ndani yako tena. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona katika maandiko wakati ambapo Saul alikuwa spiritually insensitive, wakati Saul alikufa, wakati ambapo Samuel alikufa, Saul alienda mpaka consult the divine. Na mbele hiyo tunajua vizuri ya kwamba alikuwa anaita Samuel na anamuuliza Mungu anasema nini kuhusu hii nchi, Mungu anasema nini kuhusu hii taifa, Mungu anasema nini kuhusu hii mambo. Na ile wakati ambapo alikuwa spiritually insensitive, Biblia inatuambia ya kwamba alianza kuconsult nani? The divine ama washauri. Alienda kwa mshauri akamwambia kwamba kuna habari ambayo ninataka, na yule mtu ako naye ni nani? Ni Samuel. Naomba muniitie yeye.
akaenda akatafutiwa mchawi, na bereni hiyo wakati ambapo alikuwa anabeba uwepo wa Mungu na alikuwa spiritually sensitive, alikuwa amesema washawi wote wauawe, waganga wote wauawe, watu wasio wa Mungu wa shetani wauawe. Lakini sasa kwa sababu ya spiritual insensitivity ameanza kwenda kwa mganga, ameanza kwenda kwa mchawi. Nataka nikuambie kwamba hata siku ya leo it is not different. Hata siku hii ya leo mambo ni vile vile tu. Unapataka kuna watu ambao wako katika kwa ufalme, but spiritually they are insensitive. Wanaweza kwenda kwa mganga na sana wakuje na wainue mikono waabudu Mungu wa mbinguni. Wanaweza hata wafanyiwe uganga mpaka waweke vitu kwa johera, waweke vitu kwa miguu, waweke vitu kwa shingo, na wakuja wainue mikono mbele za Bwana. They are spiritually insensitive. The fear of the Lord is not there. Praise the name of the living God. Mtu anaweza kukutusi, akuita maneno mazito. Hana hasikii ukiwa na shida. Akwambia kichwa yako ni maji, akwambia macho yako sijui inakaa kama ya puda, akwambia mambo mazito na hakuna shida. Anakuita maneno mpaka yenye watu wa dunia hawaitani. Na sasa mnakutana naye anasema Bwana asifiwe tena. Unashindwa kweli? Na kwa nini wokovu iliagusha kiwango? Ama ni kitu gani ilifanyika? Ni mtu amelala. That person is spiritually asleep. Na kwa hivyo sensitivity yake, hata wakati ambapo anafikia kitu, there is no fear. Hakuna kusikia kwamba anaogopa Mungu. Na kwa hivyo anaweza sema kitu yoyote bila kujali. Anaweza kufanya jambo lolote bila kujali. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaweza kama anauza maduka, anaweza kuweka kwa ratili yake kimawe kingine na hapa chini ya nusu kilo. Kwa hivyo anakuuzia ni ya kota ama ni ya kitu gani? Nyinyi mnajua, mnaelewa hii mambo ambayo ninaongea hapa. Na kwa hivyo anaweza weka kitu kajia mtu 100 akikuzia kilo moja, tayari hiyo haikui kilo moja tena, inakuwa 800 good grams. Na ajali mpaka kesho anakuuliza unataka ingine, anakuuliza unataka ingine, na anatoa ile kitu ambayo alikufanyia. Bwana Yesu asifiwe. Na anasema tunaenda mbinguni. Sasa hiyo mbinguni sijajua vizuri ni mbinguni gani, kwa sababu mbinguni inataka mtu ambaye hajalala. You be awake. Amen. Kama huyu kijana alilala siku moja tu, jioni moja akalala akiwa kwa dirisha na akaaguka. Let me tell you, una hatari ya kulala maana yake unaweza anguka. The process of falling down, not only backsliding, because when you start your spiritual sleep, unaanza kurudi nyuma. Kuna possibility kubwa ya kwamba utakuja kuanguka katika mambo ya dunia. Utakuja kurudi kwa dunia. Na mimi ninaomba ya kwamba katika jina la Yesu, that you be spiritually sensitive at time like now. Maanake kuna watu wengi ambao tazao huanga zinawekwa nguvu wakati kuna kongamano la makutano ya watakatifu. Wakati watu wanakuja pamoja, ndio huyo mtu huanga anapata nguvu. Na mimi ninataka nikuambie wewe unanisikiza, kwa sababu unawezekana unajua mtu ambaye ako hii rika, uni vizuri unamuongelesha, unamtia nguvu, unamnenea mambo ya Mungu, na unamwambia kwamba Yesu Kristo bado anakuja. Na kai sana hapo hivi karibuni anakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa ni watu ambao they are spiritually sensitive. Anaweza kuopa na roge chupa 2-3 na kesho mko tu pamoja. Anakusalimia high five na anakuhagi. Na anakuambia kwamba Mungu ni mzuri. Amenilida, amenisimamisha, niko salama na hajali. Hata maybe ni leader wa praise and worship ama choir, na anaingia tu. Na anaambia watu twende chini kwa chini, twende hivi, twende pande nyingine. Lakini spiritually amelala. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo ni vizuri mtu wa Mungu, wakati ambapo una feel that in your spirit you are becoming insensitive, ujue ya kwamba usingizi umeanza kukuingia. Na wakati usingizi umeanza kukuingia, uelewe ya kwamba finally utaanguka kama Eutychus. Amen. Na sijui kama Paulo atakuwa karibu na wewe akufufue. Maana huyu alianguka na akafufuliwa. Sasa praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo kitu kingine ambacho ningependa kusema hapo ni kwamba namba 2, mtu anakuwa wakati ambapo umelala. Nataka uicompare this na maisha na usingizi yake ya kawaida. Wakati umelala, mtu wa Mungu, unakuwa defenseless. Maana yake silaha unakuwa mtu hawezi lala ukiwa na silaha. Hata wale ambao wako kwa forces, kama unaenda nyumbani na bunduki, huwezi lala na bunduki. Lazima uweke chini.
Na kwa hivyo spiritual mtu akilala ni kumaanisha ya kwamba the spiritual weapons of warfare umeziweka chini. Na hiyo ni kusema ya kwamba you are prone to defeat. Na watu wengi wameshindwa katika hii area. Amen. Wameshindwa kudefend imani yao. Wameshindwa kudefend maisha yao, wokovu wao, kwa sababu wamelala. Wamelala jamani. Watu wengi wamelala. They are defenseless. Na Biblia ukisoma katika ni First and Second Kings, wakati ambapo Solomon alipelekewa yule mtoto na wamama wawili. Unajua ni kitu gani ambao kilikuwa kimefanyika mahali pale? Biblia inatuambia vizuri ya kwamba huyo mmoja walilala akalalia mtoto yake akakufa. Na huyo mwingine naye pia alikuwa amelala. Mtoto yake akakuja akaipiwa. Sasa angalia exchange zenye zinafanyika usiku. Bwana asifiwe. Wakati ambapo watu wa Mungu tumelala, kuna exchange ambazo huwaga zinafanyika. Na wakati mwingine we may not understand, and sometimes we understand. Lakini tunashindwa ni kitu gani ambao kinaendelea. Nataka nikuambie ya kwamba wakati ambapo watu wamelala, kuna uwezekano wa kuua mtoto na kuna uwezekano wa kuibiwa mtoto. Hayo ni mambo mawili. Amen. Na mwizi hakujaji sana mshana. Anajua ya kwamba hiyo mnaweza, you can bear witness with me. Kwa sio waizi wengi, isipokuwa wale waizi ambao wanaibaga vitu kama hii vitu chipu, vitu rahisi. Wanaiba bago ya shilingi 50. Wale waizi ambao wanaiba slippers, hao ndio waizi ambao wanaibaga mshana. Lakini mwizi ambaye ni halali, mwizi kabisa, professional, hawezi akaiba mshana. Anaibaga usiku, maana yake anataka kuiba kitu cha dhamana. Hii mtoto ni kitu ya dhamana jamani. Na mtoto hapa ninataka kuongea kuhusu wakati ambapo tumelala. Mtoto katika ndoto ama katika maono anasimamianga your future strength, ama anasimamia baraka zako za baadaye, nguvu zako za baadaye, uwezo wako wa baadaye. Na kwa hivyo wakati ambapo tunaangalia hiyo maandiko, mimi nataka nikuambia kwamba watu wengi watoto wao hii tunaambiwa watoto physical. Maana yake Solomon aliitisha paka akasema akate. Lakini nataka nikuambia kwamba in the spirit realm there are blessings ambazo huwaga tunalalia zinakufa, zingine zinaibiwa. Na hii mambo yote ninaongea kuhusu inafanyika wakati watu wamelala. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo visions nyingi zimebadilishana. Zingine zimekufa, zingine zimeibiwa kwa sababu ulilala. Kumbuka ile maono ambayo Mungu alikuwa amekuonyesha. Ukiwa na fedha nyingi, ukiwa na nyumba nzuri, ukiwa umeolewa, ukiwa unafanya biashara nzuri, ukiwa unajipepa na gari yako mwenyewe. Ilienda wapi? Ilienda wapi? Ukiwa unafanya biashara wewe ndiye kashia, na mpaka unaandika watu, ilienda wapi? Bwana sifiwe sana. Maana wakati wote ambapo Mungu amekuonyesha jambo, unafaa uchukue hatua, si kulala useme ya kwamba ni kuzuri. It is a beginning of work. Amen. Lakini ukilala, nataka nikuambia kwamba kuna hatari. Maana wewe ukilala, shetani halali atakuja apande magugu, akubadilishie, auwe mtoto yako, aipe mtoto yako, baraka yako, future yako inaibiwa, inabadilishwa, unaishi maisha isiyo yako, kwa sababu kuna mahali ambapo ulilala. Kuna hatari jamani ya kulala kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na season hii nilikuwa nasikia ndani yangu ya kwamba kuna mambo mengi ambayo yanafanywa mabadiliko. Kuna replacement ambazo zinafanywa. Na kwa hivyo ninakuomba sana katika jina la Yesu, be awake. Amuka kutoka kwa usingizi kama ulikuwa umelala. Ndio isikue wakati wako wa baraka umefika, alafu upatikane ukiwa umelala. Imagine ikiwa ni daktari aitiwa watu ambao ni wagonjwa, na wakati ambapo wanakuja wapate amelala, atapokea namna gani? Na maybe ni professional, tunafanya professional work, professional doctoring, anafanya hiyo kazi, anatibu watu walipo, alafu wapate amelala. Si mtano huyo mtu si serious. Na kwa hivyo kuna uwezekano they look for somewhere else. Amen. Mimi nataka nikuambia kwamba you have to be awake at time like now. When things are happening in the spirit, you need to be sensitive. You need to be aware for you to conquer and overcome and receive all your blessings in the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengine future zao ni nzuri.
Destiny zao ni kubwa. They are ordained for greatness. Lakini kuna mahali ambapo ulilala ukafanya exchange. Ama kuna mahali utalala mabadiliko yafanyike. Bwana Yesu asifiwe. Families nyingi. Praise the Lord. When we think ya kwamba kuna amani, na unasikia ya kwamba una anxiety, you are happy, unapata ndio kitu kinafanyika. Maana wakati huo unasema ya kwamba hasa Mungu ametukumbuka. Na sasa hakuna kitu kibaya kinaweza kukuja. Ukiamka hii siku nyingine unapata umegogwa kumia kisho. Unataka kama uko na kidogo lingine hapo. Lakini nataka nikwambie kwamba ile makosa ulifanya ni kulala, adui atakuja. Si mzee ako na shida, ama sio mama mwenye aligoka ile gumi ako na shida. Mama hana shida, ni shetani. Kuna mtu alilala. Amen. Na hiyo shetani ishindwe katika jina la Yesu. Katika familia zetu tutakaa na amani na tutakaa na furaha. Ni kwa sababu Mungu yuko pamoja nasi. Hallelujah. Nimeelezea gani niliambiwa kwako. Ulikuwa umeonyeshwa na Mungu mambo makubwa. Ukaonyeshwa mpaka umefalishwa zile manguo za kufanya kazi ya Bwana. Zingine za papo, zingine za blue na white kama zile tunakuwa nazo. Lakini sasa uko 55. Haujua nini kitu gani ilifanyika. Mimi nimekuja kufungua haya macho. Nikwambia kwamba kuna mahali kulia spiritually. Na kwa hivyo wakati ambapo ulikuwa defenseless, vitu zako zikachukuliwa. When you are defenseless, vitu zako zikachukuliwa. Biashara ikashukuliwa, maono ikashukuliwa, ministry ikashukuliwa, doa ikafungika, ikaibiwa na shetani. Praise the name of the Lord. Baraka zikaondolewa kwako. Ulikuwa unaonyeshwa vile ambavyo utakuwa, mpaka ukatolewa unabii na ukaambiwa vile ambavyo Mungu anasema kukuhusu. Alafu ukaenda ukalala. Exchange ikafanyika. Sasa hii unauisha mogote. Ufuruta ile mogote. Nauliza watu, na maybe haungekuwa hivyo, ungekuwa kitu kingine. Ninaomba ya kwamba Mungu akukumbuke jioni ya leo na akutembelee maisha yako. Na kile ambacho kiliibiwa kwako wakati ambapo ulikuwa umelala, ukakuwa defenseless, you could not defend your family, you could not defend your possession, you could not defend your children, you could not defend your husband, you could not defend your wife, you could not defend the ministry because you are spiritually asleep. Bwana asifiwe. Ninaomba ya kwamba kuwe na restoration katika jina la Yesu. Na nimewaambia kwamba hii jaka haliendi. Ninaomba ya kwamba wakati huu na season hii maisha yako ibadilike. Mungu akutembelee, arudishe kila kitu katika jina la Yesu. Hallelujah. Praise the name of the living God. Hiyo kitu kingine ambacho ninataka kuongea ni kwamba wakati ambapo mtu amekuwa spiritually sleep, ama hatari ya tatu ya mtu kulala kiroho, ni kwamba unakuwa inactive. Kuwa inactive ni kusema ya kwamba unasikia mambo ya Mungu, unasikia kitu kimepita ndani kwa tumbo, ni kama hautaki, mpaka inakustua. Na mbeleni wewe ndio ulikuwa unasema ya kwamba ni wakati wa maombi, hata kwa family. Wewe ndio ulikuwa unasema ya kwamba ni vizuri tuombe tukilala, ni vizuri tusome neno la Bwana, ni vizuri tu fast. Lakini when you find that umeanza kuwa inactive, you have become inactive. Yani mpaka unasikia mambo ya Mungu, unasikia ni kama kwamba sasa hiyo mambo sitaki. Unasikia hiyo mambo sasa hainiingii vizuri. Unasikia kuna project kwa kanisa yenu yenye unashiriki, unasema hapana. Kama saa hii vile ambavyo wahubiri wanakaa nyumbani, mhubiri wenu anaweka namba hapo, anasema for support and offering, au anasema kwamba hiyo ikwisha. Mimi nataka nikuambia kwamba look at your life, because it might be going the other way. Kuna hatari hapo inakuja. When you are spiritually inactive, you are not doing anything. I want to say, if you are not moving forward, you must be sliding backward. Amen. When you are inactive, ujue ya kwamba on the other side of your opposition, they are active. Praise the name of the living God. And for you to nullify their activities, you need to rise up and be active and know what is happening. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu kama sahihi, wakati ambapo kanisa liko katika test kubwa, they don't mind. Hawajali. Nataka nikwambie, hiyo si kawaida. Uko under attack ya shetani.
Na kuna hatari kwa sababu when you are inactive, there are some things that happen in the spirit that will frustrate you later or in the future. Praise the Lord. Nisalimie hivi kama unanisikia katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka nikuambie hivi jioni ya leo. A time like now is not time to sleep. Watu wa Shetani, they are very busy doing their business. They want to ensure ya kwamba hii msimu hautatokea ukiwa na Yesu. Wanataka kuhakikisha ya kwamba hii msimu hautatokea ukiwa umeshikilia hiyo biashara ulikuwa unaomba, unaambia Mungu ya kwamba sasa hii kazi hata si yangu, ni yako Baba, hii kazi nilikupatia ufanyane. Sasa wakati ambapo umeashiria, you become spiritual inactive. Uache kusoma neno. Kuna watu ambao sasa hivi wanasema ya kwamba sasa hiyo ni ya Pastor Ben. Hiyo ndio inafaa awe anaomba wakati kama huu, tunawaambia tu fast. Anasema naye chakula ile iko kwa nyumba tufanye nini naye? Praise the name of the Lord. Kama tunakaa tu kwa nyumba na chakula iko hapo kwa fridge, fish iko hapo na ni fresh. Wacha Pastor fast. Bwana Yesu asifiwe sana. Naambia kwamba tusome neno la Bwana. Jioni kama hii ya leo. Sema wewe mhubiri, umehubiri siku nyingi. Na hili neno tutasikia siku nyingi. Sasa hiyo ni yako peke yako. Kwanza hubiri, alafu sisi tutakuja baadaye. Mimi nataka kuambia kwamba hiyo ni hatari. Wakati mawazo yako imeanza kufikiria hivyo, ati una muda, una wakati wa kufanya hiyo mambo. Biblia inatuambia vizuri ya kwamba you redeem time, for the time nyakati ambazo tunaishi ni za wofu. So when you find that you are inactive and you are just buying time on everything, mimi nataka nikuhakikishie jioni ya leo kwamba mambo si mazuri. Kuna hatari. Kwa sababu Yesu atakuja hivyo sio tu. Naona hivyo nimeleta hili neno la Bwana. Hata hili neno limekuja dakika nyingi. Yesu atakuja dakika kidogo sana. Biblia inasema ya kwamba itakuwa kama kufushia na kufusholia. Yaani kufuge jisha na ufungue. Upate kanisa imekwenda. Bwana asifiwe. Na kama hauko active sahihi, hauko active kwa maombi, hauko active kwa watu, hauko active kwa kuencourage watu. Mimi ninafurahi kuna watu wengi katika social media, they are encouraging people. You are not active praying for the church at a time like now. You are not active calling upon the name of the Lord. Kwa sababu ya wale watu wetu wagonjwa, kwa wale watu ambao wanaumia, kuna watu wako na machozi wanalia. You are just comfortable and you find there is nothing happening. I want to tell you for sure, kuna hatari. You are spiritually inactive. Na hiyo ni hatari ya kuwa mtu amelala kiroho. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka nikuulize jioni ya leo. Na uniruhusu tu nikuulize hii swali. Yesu akikuja leo, ama dakika hii ambayo ninahubiri, usikie hii kama microphone kama yaguka. Na kameanza kwenda. Na koti imeanguka hapa chini. Unaweza kuwa umelala. Na ukiwa umelala hauwezi ukasikia sauti. Maana masikio yako haisikiagi wakati mtu amelala. Macho yako haiona. Hauwezi ongea wakati umelala. Kwa hiyo hauwezi kujitetea. Hauwezi ukasikia hata kuiteta kipigo. Because heaven is for the people who are awake. Na ndio hapo mbele imesema ya kwamba hai tukeshe. Ukesha ni kusema you are watching. You are spiritually. Hauwezi ukalala usiku moja kama hujaomba, kama 30 minutes, 40 minutes, 1 hour. Hauwezi ukakaa siku mzima kama hujasoma mistari kama 10 ya Biblia. Wewe ndio unahamasisha watu, unawapigia simu, unawaandikia tu message, unawaambia kwamba it is time to seek the Lord. It is time to fast. It is time to go on our knees and seek God for our nation, and seek God for our government, and seek God on behalf of the church. Tumetamani kuabudu sana kwa pamoja, kufanya ibada ya kusanyiko kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. It will take somebody's active action ya kuenda katika magoti, mpaka magoti yako iwe na ile tu vitu ambao tunatokea wakati imepigwa sana.
Tunataka wapi? Hii mnajua. Kwa sababu ya kuita Mungu, it will take you back. Kuona mlango ya kanisa yenu imefunguliwa. Kuona wahubiri wamerudi wakiwa na nguvu. Kuona wapendwa ambao mlikuwa mnafanya kazi ya Mungu pamoja wamerudi wakiwa na nguvu. It will take somebody's action ambaye hajalala. Maana ukiwa umelala, you are inactive. Hakuna kitu unaweza fanya. You are dormant. Mind yako haifikiri. Macho haioni. Mapua hakuna kitu. Na wakati huo, wakati ambapo watu wamelala, when you are inactive spiritually, ndio unafanyishwa active katika ulimwengu mwingine. Unakuta umekula nyama ya mtu ambaye alikufa. Because you are spiritually asleep. Ukiwa asleep, you can be taken anywhere. Your spirit can be taken anywhere. You are not at the control of your own spirit. Bwana asifiwe. Unapata ukikunywa damu. But when you are sensitive, unapata roho wa Bwana anakuzungumzia moja kwa moja. Anakupea habari moja kwa moja. Na kwa hivyo nimekuja kukuambia jioni ya leo, wake up. It is time to be alert. It is time to stand. It is time to cry. It is time to march forward. Praise the name of the living God. Kulia, kunung'unika, complaining will not help. It is being awake that will push the devil out of our way. And we get into our breakthrough in the name of Jesus. I want to be clear this evening. Ya kwamba mahali ambapo ulikuwa unasikia kwamba umechoka, unasikia moyo wako umerudi chini, naomba upokee neema na nguvu za Bwana. Ninaomba uanze kuinuka sasa katika jina la Yesu. Mahali ambapo ulikuwa umesikia kwamba umefinywa, maombi yako yamekutoka, pokea neema mpya katika jina la Yesu. Ulikuwa unasikia kwamba ukienda kusoma neno inakuwa kama ni ile inaitwa sleep pills ama pills of sleep. Ile kitu mtu anakunywa dialala. Neno la Bwana halifai kukufanya ulale, inafai kufanya sensitive. Na kwa hivyo kama ulikuwa unatazama, unasikia ni kama macho tu inajifunga hivi, ni kama inakontroliwa na remote. Mimi nakuombea jioni ya leo katika jina la Yesu, maisha yako ibadilike. Upokee neema mpya katika jina la Yesu. I declare you shall be awake. Receive your breakthrough. Receive back your anointing of prayer in the name of Jesus. Mungu akusaidie. Tutakuombea. Baba, katika jina la Yesu, ninaombea wapendwa hawa katika jina la Bwana. Ninaomba ya kwamba uwabariki wenye wako katika mitandao kwa saa hii, na wenye Bwana wa mbinguni watasikia. Ninaomba Baba uishe mioyo yao, uinue mioyo yao. Baba wa mbinguni, wajaza na nguvu zako mara tena katika jina la Yesu. I declare a blessing upon their life. I declare breakthrough upon their life. Oh, shatabakanto kuzokotomo kutabakaya. Wainue wewe ni Mungu. Waongoze wewe ni Mungu. Washindanie wewe ni Mungu. Na kando na wewe hakuna Mungu mwingine. Ninawakabidhi wote mikononi mwako Bwana. Na chochote ambacho kiliibiwa Bwana, na chochote ambacho kilitolewa katika maisha yao, when they were gone asleep, when they slumbered, wakati walifunga macho, wakifungua wakakuta kuna mambo ambayo imeibiwa juu ya maisha yao. Ninaomba ya kwamba Mungu warudishie. Lord God, warudishie katika jina la Yesu. Na uwabariki, na uwatende mema, na uwasaidie Mungu kukaa wakiwa katika hali ya kujisikia. Wasikuwe kama wale wa wana mwalimu. Bwana wa mbinguni, wasimamisha watu katika jina la Yesu.